Bwana Yesu asifiwe. Katika wiki ambayo inakamilika, tumekuwa na revival services katika ibada ya leo, na maudhui ya revival ilikuwa inatoka katika Zaburi ya 85 mstari wa 5 ambao unasema, "O Lord, will you not revive us again?" Siku ya kwanza provost wetu alinena kwa undani kuhusu restoration, na siku zile mbili zimefuata, siku ya Thursday tukajifunza juu ya topic tulikuwa tunaita brokenness and ingredient for revival, ama kuvunjika, kupondeka kama ingredient ya revival. Na siku ya pili tukanena kuhusu, that is on Friday, tukahudumiwa kuhusu brokenness that leads to revival, ama kuvunjika ambao kutatuleta katika uvuvio ama revival. Siku ya leo ningependa kuzungumzia juu ya kilio cha revival. Asubuhi usiku wa manane nilifikiria juu ya kitabu kimoja, set book tulifanya tukiwa form 4, kilikuwa kinaitwa Kilio cha Haki. Lakini siku ya leo tunataka kuzungumzia kwa undani juu ya kilio cha restoration, kilio cha revival. Tunaweza kusema do it again, ama tunapomlilia Mungu kwa revival ama uvuvio ama urejesho, tunamlilia Mungu na tunamwambia, Bwana, tenda mara tena. Bwana asifiwe. Katika Zaburi ya 85 tunapata ya kwamba Israeli wanarejeshwa katika nchi iliyokuwa imeangamizwa. Wanarudishwa kutoka captivity ama utumwa wa Babylon. Wanarudishwa katika city ama taifa ama nchi ambaye ilikuwa imeangamizwa, imeangushwa chini. Waliporudishwa wakarejeshwa tena katika tembo ama hekalu iliyokuwa imegandamizwa. Wakarudishwa katika nchi ama nchi watu walikuwa wanalia katika kilio hicho nimesema. So Isaiah anapoongea na wana wa Kora, anaongea jambo la kwanza katika hii Zaburi, anamlilia Mungu, analia ya kwamba Mungu akayavute dhambi zao, akazifute dhambi zao, akazifunike. Kwa hivyo point number 1 is the prophet, or rather Isaiah, analia na anasema, anaomba ile kilio, anaomba ya kwamba dhambi za Waisraeli zikafunikwe, that the sins of Israelites may be covered. Mstari wa kwanza hadi wa pili katika Zaburi hiyo, Israeli wanakumbushwa matendo ya makuu ya Mungu. Wanakumbusha ya kwamba Mungu alikuwa mwema katika taifa lao, that God was favorable in their land. Alikuwa amewafavor, amewaonea huruma, alikuwa amewahurumia. Na hivyo sasa ndio maana alikuwa amewarehemu. Anasema ya kwamba alirejesha the fortunes za wana wa Yakobo. Anasema ya kwamba alisamehe. I thank God for the choir. Wameimba wakasema dhambi zao zimewalemea, dhambi zetu zimetulemea, lakini zinapelekwa wapi?
msalabani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Israeli wanaomba ya kwamba dhambi zao zikapate kufunikwa. Anasema ya kwamba Mungu huyu aliwasamehea dhambi, akazifunika dhambi zao. Na katika matendo yale makuu ni kwamba dhambi zilisamehewa. Katika Zaburi ya 32 mstari wa 1 hadi wa 11, naomba ukajisomehe. Lakini Biblia inasema ya kwamba wamebarikiwa ambazo dhambi zao zimesamehewa. I just want to bring a challenge to us this morning. Dhambi zetu je, zimefunikwa? Zimesamehewa? Akasema ya kwamba amebarikiwa mtu yule ambaye dhambi zake zimefunikwa. Kwa kimombo ni kusema blessed is the man whom the Lord does not impute iniquity. Yaani amebarikiwa. Hata wewe unapoketi hapa, umebarikiwa kama dhambi zako zimefunikwa, na ya kwamba Mungu hawezi kuzihesabu juu yako. Dhambi iliwaleta chini wana wa Israeli hadi tembo wakanyang'anywa, hekalu likaangushwa chini. Na juu ya dhambi, walipoabudu miungu mingine, walipojiingiza katika idol worship, dhambi zao ziliwaweka chini. They pressed them down. Ziliwaangusha chini taifa nzima. Lakini maana Mungu ni Mungu mwenye upendo mwingi na rehema kuu, Mungu akawasamea dhambi zao walipozitubu. So Isaiah anainuka sasa na kusema ya kwamba kama Mungu aliwasamehe dhambi zao wana wa Israeli, sembuse sisi hata nasi atatusamehe. Wapendwa, Zaburi anazidi, Daudi anazidi na kusema mambo, utendaji kazi mwingine wa Mungu ni kwamba narrates, anaelezea kwa kina historia kuu ya matendo ya Mungu makuu. Tendo la kwanza nimesema ni kusamehe dhambi. Tendo lile la pili ambayo Mungu anataka kufanya, ambayo alifanya nyakati zile, ni kwamba huyu Mungu anaweza tenda tena. Bwana asifiwe. Naona kama mnaelewa Kiingereza. Can you say after me, he can do it again? Yale matendo ya Mungu anaweza kutenda mara, munijibu mara. Labda hujazoea hiyo, lakini lazima leo unijibu. Kama Mungu alitenda ule wakati, anaweza kutenda. Kama alisamehe Daudi, anaweza kukusamehe. Kama alisamehe Jona, anaweza kutusamehe. Hiyo ndio, he forgave, is able to do it again. Ninasema matendo ya Mungu makuu. Neno la Mungu katika Deuteronomy, kumbukumbu la Torati, sura ya 5 na mstari wa 15. Matendo mengine makuu ni kwamba Mungu aliwakomboa wana wa Israeli kutoka bondage, kutoka utumwa wa Misri, wa Egypt. Akawakomboa, he delivered them. Na Biblia inasema katika hiyo verse, aliwaokoa na mkono hodari. Bwana Yesu asifiwe. English inasema outstretched. Mkono ulionyoka, mkono wa nguvu hodari. Neno la Mungu linasema Mungu aliwakomboa wana wa Israeli
kutokana na minyororo ya wa Misri. Si huyo ndiye Mungu wetu? Alipowakomboa hawa wana wa Israeli, aliwakomboa ndipo wakapate kumwabudu. Nakumbuka mwimbaji mmoja aliimba wimbo akasema, uliniumba ni kuabudu, uliniumba ni kuabudu, uliniumba ni kuabudu. Kwa hivyo Mungu akawakomboa wana wa Israeli na mkono hodari wa nguvu, ndio wakapata kufanya nini? Kumwabudu. Jambo lingine la pili ambalo Mungu Isaiah analia tukapata kulipata katika revival ni miujiza. Ninasema how he performed miracles and wonders. Can you imagine it in your mother tongue? Wonders, miracles, signs and wonders. Shout in your mother tongue. Signs, miracles and wonders in your mother tongue. Unijibu. Kwetu ni siama na momakio na mosenyo. Signs, miracles and wonders. Ishara na miujiza. Anasema ya kwamba aliwakomboa wa Israeli na katikati yao akafanya miracles, signs and wonders. What is it in your mother tongue? Siama, mosenyo na momakio. Did you say it? Hallelujah. He did it. Miracles, signs and wonders. And that Israel wanakumbuka, anawakumbusha, he reminds them the deeds, matendo makuu ya Mungu. Yes, anasema yes, ndio. Ninakumbuka matendo ya zamani. Ninakumbuka na and I'm able to meditate. Naweza kuyatafakari. Ninaweza kuyatafakari hayo matendo makuu ya Mungu. Israel wao wenyewe ni ukumbusho vile Mungu yeye mwenyewe aliwaongoza na pila ya moto. Usiku ilikuwa moto, mchana ikakuwa cloud. Imagine huyo ndio Mungu wetu. Ndiposa Zaburi Daudi anajaribu kuwakumbusha huyu Mungu. Biblia inasema aliwalisha na chakula ya malaika. Mana wakakula chakula na hajailiwa tena. By the way, Daudi sasa anajaribu kusema haya matendo makuu ya Mungu inaweza kutendeka mara tena. Si useme amen? He can do it again. Inaweza kutendeka mara tena. It's a declaration. Ni kama a statement. Daudi anajaribu kuweka. Anasema anaweza tenda. Neno la Mungu katika Hebrews 13 mstari wa 8, neno la Mungu linasema yeye ndiye yule jana na leo na kesho. Fix your eyes unto this God ambaye aliyetenda jana. Theme yetu ya revival ni kwamba atatenda tena. Bwana Yesu asifiwe. The psalmist is making a declaration. Anataka kutuambia Mungu anaweza kutenda tena. Katika hili neno
inanena juu ya wokovu wa Mungu. Mstari wa 4 inasema, Psalms 85 verse 4 inasema, Mungu wa wokovu wetu, the God of our salvation, Mungu wa wokovu wetu, uturudishe. Amen. So Nehemia alipokuwa akirejesha, akilijenga upya, ile hekalu ilikuwa imeangushwa, and the walls, kuta za Yerusalemu, akasema Mungu aliwapatia ushindi mkuu dhidi ya adui zao. Isio vizuri jameni? Si tuseme amen ya kwamba Mungu aliwapatia ushindi, victories, si victory moja. He gave Israelites, the people of Judah, aliwapatia ushindi mkuu, in plural, enemies. Kwa Kiswahili maushindi, victories, aliwapatia ushindi mkubwa dhidi ya adui zake. Hii ilikuwa inadhihirisha the covenant relationship, ile agano, ushirika wa agano na wana wa Israeli na Mungu. Na inasema ya kwamba ni up to 1000 generations. There is a msemo in Kikamba, twasi akinduke kiudhe la mituke, ya kwamba hii kitu aishi hivi saa hii. Bwana asifiwe. Aishi haraka kiudhe la mituke. Yani ushirika yule Mungu aliunganisha, aliyoutenda na wana wa Israeli ni up to 1000 generations. Kitu ambacho akiishi haraka ama upesi. Israel wanaweza kuongea juu ya Mungu, how God established them, vile Mungu aliwahimarisha, akawaidhinisha, mpaka akawafukuza maadui zao kwa ajili, for their sake. Huyo ndio Mungu wetu. Kanisa la Mungu tuliokusanyika siku ya leo, tunaposema Mungu wa majeshi anataka kurejesha, haya ni yale mambo makuu ambayo anarejesha katikati yetu. Ningependa uelewe ya kwamba revival, tunaposema juu ya restoration, restoration ni kazi ya Mungu, haina kidole chetu. It is the sovereign work of God. Ni kazi kuu ya Mungu wetu ambaye anafanya kwa niaba yetu, maana anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Watu mlio nyuma, Bwana asifiwe. Ninasema restoration Mungu anayotenda haina neighbor atasukuma katika mambo ya dunia. Hata sometimes kwa kanisa ni lazima mambo kwa dunia yasukumwe, lakini ile restoration Mungu wetu anatenda haina mtu wa kusukuma, ni kazi ya Mungu mwenyewe. Na yule Mungu, yale msukumo anafanya, hatapokea rushwa. Huyu ndiye Mungu wetu, ya kwamba anataka kurejesha bila neighbor ama tall relative. Hallelujah. Uponyaji ambaye Mungu anataka kuponya, hata ni konsoti mimi, ni yeye mwenyewe anasema, ni yeye anafanya mara. Munijibu mkitaka amani. Bwana sifiwe. Anasema atafanya nini? Atarejesha mara tena. Wana wa Israeli wanasema ya kwamba tulisikia kwa masikio yetu, ewe Bwana, na watu wetu, baba
baba zetu wa zamani walituambia haya. Is this not beautiful? Indikana omwami azominywe mwathani agosho okaso Yesu mwe Yesu nataiwe murembe. Is this not beautiful? Isi jambo zuri ya kwamba Mungu alitenda na tukaambiwa. Biblia inasema we have heard it na masikio ya nani yetu ya kwamba Mungu anatenda. Matendo makuu ya Mungu aliyotenda siku zile. Wewe Mungu mwenyewe kwa mkono wako. Bwana asifiwe. By the way, si mkono ya MP, ni mkono ya nani? Hey. Can we give God the glory due his name? That God is able to do it for us. Bila kusukumiwa. I saw another clip. Oh, sorry. Niliona clip mwingine. Kijana mwingine akisema ameambiwa na watu wengi sana atapelekwa kwa gavana fulani. Alipofika, karibu niseme wapi. Alipofika the specific place alikuwa anapelekwa huyu gavana. Hawa watu wote walikuwa wanampeleka wakazima simu. Hakupata mtu na akaketi kwa gate. Mungu wetu hana mtu atasema utampeleka kwake. Mungu wetu ni yeye akiamua anakuja na anakushughulikia. Hata sikia kilio chako na maombi yako. Hivyo ndivyo topic ya leo ni kwamba a cry for restoration that our God atatenda mara tena. Hallelujah. He planted, akaokoa wale watu waliokuwa wameoppress. Kuoppress ni kufinyilia wana wa Israeli. Biblia inasema Mungu mwenyewe akawafukuza. Maombi yangu ni chochote kinao kufinyilia, Mungu wa majeshi akakiondoe katika jina la Yesu. Magonjwa ambayo yanakudhulumu, yanao kufinyilia, ninaomba Mungu wa mbinguni akaiondoe, maana alifanya na anataka kufanya tena. Huyu ndio Mungu wa flow. Hallelujah. That is my God. Utetanzama haitangi kamati. This is our God. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba the peoples who afflicted you, who afflicted Israel, he casted them out. There is a msemo ya Kikuyu inasema outnature. Outnature. Yani kwa Mungu, anything that is oppressing you, outnature, is going to work it out for your good and for the glory of his name. Oh my God, yes. Our God can do it again. He can do it again. Maana ni Mungu wetu. The psalmist anakumbusha wana wa Israeli zaidi the past experiences and victories. Anataka prove to them ya kwamba it is God's intervention. Ni Mungu peke yake. Ndiposa ana conclude, he did it before, he can do it again. He restored yesterday, he can restore again in our time and today for his own glory. Mstari wa 3 na wa 4 katika Zaburi ya 85 inasema, Daudi anasema ya kwamba
Mungu alitoa wrath, alitoa let me do it in my Bible. Mungu wa wokovu wetu, verse 3, umeiondoa ghadhabu yako yote, umerudi na kuacha ukali wa hasira yako. So Mungu wa mbinguni, Daudi anatuambia ya kwamba when Israel sinned against him, walipofanya dhambi kinyume cha mapenzi ya Mungu na wakavunja agano, relationship, agano, covenant na yeye, ghadhabu ya Mungu iliwawakia. Nao Daudi anasema wakati sasa Israeli walitenda makosa na ghadhabu ya Mungu ikawaka, Israeli walipomlilia, Mungu aliiondoa. Mungu aliiondoa. Hallelujah. Na kama aliondoa, ataondoa mara tena. Anasema Mungu wa wokovu wetu akakuja, na maana ndiye mwokozi, akaondoa ile ghadhabu na ile displeasure, akaifikisha mwisho ama akaimaliza. Kanisa la Mungu siku ya leo, hiki ni kilio, sio kilio cha haki tena, ni kilio cha Mungu wetu akapate kuturejesha. Lakini Daudi insist, anaongea kwa uzito ya kwamba watu pia wabadilishe mioyo yao, wakanyenyekee na wakabadilike. Ndiposa Mungu akawarejesha, akawareconcile kwa watu wa Mungu wakuwe reconciled ama wakarejeshwa kwake. Mungu, watu wanapombadilikia, wanapomgeukia, Zaburi anasema tunaporejeshwa, watu wa Mungu watafurahia. Ya kwamba Mungu anadhihirisha upendo wake and the mercies of God, anaidhibitisha hata kwa watu wasio waaminifu, faithless and unfaithful generation. Wanapomgeukia, Mungu wa mbinguni anaondoa ghadhabu yake na kuwarejesha mara tena na kuwapatia wokovu wake. Zaburi anaendelea na kuuliza Mungu aondoe ghadhabu yake na kuwapatia watu wake wokovu, ndipo wakapate kufurahia. Kanisa la Mungu, ninataka kukuuliza, kukupatia dakika 2. Ufikirie, utafakari, meditate. Ni jambo moja kuwa members wa kanisa, na pia ni jambo kuwa even leaders katika kanisa. One time a certain priest organized a PCC training. Mhubiri, or rather the trainer, akifunza akasema viongozi wa kanisa ni sharti wawe wameokoka. Bwana asifiwe. One of the leaders holding a very significant position kwa hiyo kanisa akamuuliza, imeandikwa wapi? Imeandikwa hapa ya kwamba watu waokoke ndiposa wakafurahie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wokovu ni wa kila moja. Siku ya leo nimekupa nafasi utafakari. Have you ever in your lifetime, as a very good Anglican member, confirmed, enrolled, baptized, doing every good works to grow such a church? Unaweza tafakari siku moja
Uliwahi salimisha maisha yako kwa Yesu ukaokolewa? Tunapoendelea, ninasema hivi. Daudi anasema, Mungu wewe, si uturejeshe ndio tufurahie. Mtu mmoja, wale wahubiri wa ukweli wa zamani, alikuwa anaitwa Charles Spurgeon. Alisema ya kwamba revival si kitu ambacho kinakuwa earned or something deserved. Alisema it's unmerited act of the gracious mercies of God. Hiyo ndio nimesema na ninarudia ya kwamba kazi ya revival na kurejesha ni ya Mungu mwenyewe. Kazi ya kuokoa ni ya Yesu mwenyewe. That revival is a gracious gift. Ni gift kutoka kwa Mungu. It's not a result of our human merit. Hivyo ndivyo neno la Mungu katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16 inasema aje. Don't project. Yohana 3:16 inasema nini? 1, 2, go. Ya kwamba yeyote amuaminie, ya kwamba amuaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Si jambo la kushtua ya kwamba mtu wa kanisa anaweza kupotea, maana hajamkubali Jesus kama mwokozi wa maisha yake. Yohana 1:12 inasema amuaminiaye na anayempokea. Paulo akasema ya kwamba wokovu ni ile neno la imani ambalo tunalihubiri. Kanisa la Mungu, Zaburi anasema ya kwamba wokovu wa Mungu umo karibu nasi, na sana sana kwa wanaomcha yeye. Wanaomcha Mungu, wokovu wa Mungu u karibu nao. Ninasema Daudi katika hii Zaburi is seriously longing for restoration ya wokovu. Yani anatamani kabisa kuona ya kwamba wokovu umepenya na kuona uaminifu wa Mungu, God's faithfulness ikichipuka na ikijaa watu wa Mungu. Na hivyo ndivyo huyu Zaburi anasema ya kwamba righteousness and faithfulness has kissed each other, yani zimeungana. Maombi ya mtumishi wa Mungu Daudi zaidi is truly longing to see a restoration ya wokovu wetu. Mstari wa 5 hadi wa 7 Daudi anasema upendo wa Mungu ni mkuu kushinda ghadhabu yake. That's why he's yearning, anatamani wokovu. Si ni kwaya ama ni praise and worship. Kuna Zaburi ya 42 Daudi anasema natamani kufanana na. Can you sing ukimaanisha kwamba unatamani cha ukweli? Natamani. Nataka kusikia bass kutoka nyuma.
siku zote za maisha ya, siku zote za maisha ya. That is our prayer today. Daudi anatamani kama vile ayala ayaoneavyo shauku mito ya maji. Daudi anasema hivyo ndivyo nafsi yangu inamuonea shauku Baba wa mbinguni. Wapendwa, siku ya leo matendo makuu ya Mungu ambaye imekuwa narrated katika hiki Zaburi ni kwamba Mungu wa majeshi ako tayari kurestore every focus katika maisha yetu. Ya kwamba kuna boma ambazo zimepigwa kabisa. The family unit is under attack. The devil is mad about your family. That is why you cannot see eye to eye na mtoto wako kijana. Habari njema, habari njema, raya. Habari njema tunayo ya kwamba Mungu wa urejesho yuko nasi siku ya leo. Anataka kurejesha jamii zetu mahali zinastahili kuwa. Hakuna kitu kiko beyond nguvu za Mungu. It doesn't matter mahali shetani alifikisha watoto wako, ama bwanako, ama mume wako, ama mke wako. God is ready to restore. And that is why the psalmist is crying. Analilia nini? Urejesho. Mungu yuko tayari tena kurejesha uponyaji wa boma zetu na ya miili yetu. It doesn't matter umekuwa diagnosed na nini. Biblia inasema Jehova Rafa ndilo jina lake, ya kwamba ni mponyaji. Hallelujah. Anaweza kuponya hata yale magonjwa shetani amesema haiwezekani. God is ready to restore us from all forms of bondage. Katika kitabu cha Isaiah sura ya 49 na mstari wa 24 na 25, naomba nisome hiyo. Isaiah 49 verse 24 and 25. Verse 24. Aliye hodari anaweza kunyang'anywa mateka yake, au jeshi lao waliofungwa halali wataokoka? Naam, Bwana asema hivi, hata jeshi la wafungwa wake aliohadari watapokonywa mikononi mwake. Nyinyi mnasikia hiyo neno? Hebu sikiza bila kusoma please. Hata Biblia inasema faith comes by hearing. Please listen to this and take it as it is. Ninarudia 24. Aliyo hodari anaweza kunyang'anywa mateka yake, au jeshi lao waliofungwa halali wataokoka? Kunao waliochukuliwa mateka kihalali, ukajikuta umejiingiza kwa mambo fulani, ukashikwa mateka kihalali. Isaiah anauliza wanaweza kutolewa
walioshikwa mateka. The English version inasema, can the prey of the terrible. Yani hata wewe unapofikiria kile kitu kimekushika, it is terrible. Hata kila mtu duniani anaona hayo haifanyi nini? Haiwezekani. Mstari wa 25 inasema, naam, Bwana asema hivi, hata jeshi la wafungwa wake aliye hodari watapokonywa mikononi mwake. Si useme amen? Nitarudia useme bila kuambiwa. Naam, asema Bwana. Bwana asema hivi, hata jeshi la wafungwa wake aliye hodari watapokonywa mikononi mwake, na mateka yake aliyo jabari wataokoka, kwa maana nitateta na yeye atetaye nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu. Sio nzuri? Kiingereza inasema, I will save your children. Bwana asifiwe. Ninasema ya kwamba katika urejesho, in restoration, I want to repeat, haijalishi mahali imekufikisha. Kuna hali maybe umefika, unapotembea ukiona watu wawili wakizungumza, mambo yako ni mangumu sana, unafikiri ni wewe wanaokuongelea. Biblia inasema hata hao mateka hodari waliokushika mateka, walioshika mke wako, walioshika bwana wako, walioshika biashara yako, walioshika watoto wako, Biblia inasema, naam, nitawaokoa. I'll restore them in the name of Jesus. Watakombolewa, asema Bwana. This is the good news that once tunapomlilia Mungu kwa urejesho, anafanya. Stari hapo chini inasema, I will make those who oppress you. Nitawafanya wale wanaokuoppress wakunywe damu yao wenyewe na wakule nyama zao wenyewe, asema Bwana. Hiyo ndio Mungu wetu. Is going to set you free. Is going to deliver your children. Is going to call them wherever they are. Wamefungwa mateka na madrugs, Mungu wetu atawakomboa, maana neno lake linasema hivyo. Ninapo conclude katika Habakuk sura ya 3 na mstari wa 2, anapoendelea na kulilia restoration, Habakuk anasema hivi, ewe Bwana, oh Lord, Bwana, nimesikia ukuu wako. I've heard your fame. Oh Lord, I've heard your fame. I've heard of your fame. I stand in awe of your deeds. Renew them in our time, and in your wrath show mercy. He's doing it in our time. Nataka kukuuliza, wewe unasikia nini? Habakuk anasema tumesikia. Mwambieni Bwana matendo yako makuu, matendo yako na. Imagine usiwengai witu, that's our God. I love this God ambaye he doesn't change. Hebrews 13:8 nasema abadiliki. Ni yeye alikuweko jana, leo na kesho atakuwa. So kama alifanyia wana wa Israeli hivi, akawapatia chakula, atatupatia. Kama aliwaponya, atatuponya. Kama alirejesha ibada ya ukweli,
atarejesha kwetu. Mungu huyu wetu is going to do it. Ndiposa Zaburi anasema watu wa Mungu wafurahie. Nakupa nafasi uangalie huyu Mungu unayemwabudu ako mkubwa kiasi hiyo. Is able, ametenda na atatenda tena. Jehovah God, we give you praise, our Father. Tunakuhimidi Bwana wa majeshi. Let's humble before the presence of the Almighty God this afternoon. Fikiria ama utafakari kuhusu uhusiano wako na Mungu. Katika revival meeting tuliambiwa ya kwamba kama goti lako linaweza kushika, if your knee can touch the ground, kama unaweza kunyenyekea goti lako liguze udongo, unaweza kuvaa crown mara tena, unaweza kuvaa taji mara tena. You are so much frustrated katika kazi yako, unataka hata kuresign. You should not give up. Usi give up mpendwa. Tuko na Mungu anajua hali yako. Haijalishi mahali umefikishwa hata na maneiba, ama yeyote aliye karibu ama mbali na wewe. Kile kinamaanisha ni fasten your eyes kwa Mungu na kumwambia Bwana, ulitenda mambo yako makuu, utatenda mara tena.